Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki ameanzisha juhudi za kukabiliana na harakati za upinzani kunyakua eneo la Mlima Kenya, akiwahakikishia wakazi wa eneo hilo kuwa serikali haitagawanyika na kwamba rekodi ya maendeleo ya serikali ndiyo itakayomsaidia Rais Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza wakati wa ibada ya shukrani ya kuadhimisha miaka 36 ya dayosisi ya ACK Embu, Kindiki amesema kuwa viongozi wa serikali wameamua kujitenga na siasa makanisani, akitambua kanisa kama mshiriki muhimu katika maendeleo ya kitaifa. Maria Sebastian anatuarifu. Hafla ya kuadhimisha miaka 36 tangu kuasisiwa kwa kanisa la ACK Dayosisi ya Embu ilikuwa jukwaa mwafaka kwa naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kuzungumzia matukio ya baada ya uchaguzi mdogo wa eneo la Ol Kalou, ambapo mwaniaji wa serikali alilambishwa sakafu na mwaniaji wa chama cha DCP. Na sasa sisi wengine kama mimi na Ses tumekuwa siasa kwa muda over 20 years. Sasa tumeona mambo mengi. It surprised everybody. Wenye walikuwa wanajipiga kifua, wenye walikuwa na kimbelembele, Mungu akawaibisha. Wale watu walikuwa na case Hague, rais na mdogo yake, Mungu akapatia nafasi wananchi wa Kenya wawapigie kura ili nchi yetu itulie na nchi yetu ipate amani. So we have not seen anything. Kuna maneno hapa, kuna maneno kidogo. Isituumize, tuko sawa sawa. Kindiki akisema kuwa eneo la Mlima Kenya bado limeungana na kwamba hakuna kiongozi yeyote anayeweza kupenyeza siasa za ukabila na migawanyiko eneo hilo. Mimi sitaki jamii yetu itengane. We are one people. I don't want to see our community talking in different languages. We are one people. Yes, sisi ni jamii moja. Yes, zamani kikanisa hii area yote from Kirinyaga all the way to Meru tulikuwa Diocese of Mount Kenya East tukiongozwa na Askofu David Gitari wa Anglican. Ni kweli si kweli? Na hata mambo ya siasa, sisi watu ya area hii ya Mount Kenya, we've done a lot of things together and we have a long history, so there is nothing that can divide us. Amewataka wenyeji wa Mlima Kenya kuhakikisha kuwa wanamuunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao ili eneo hilo liwe na nafasi bora ya kuongoza taifa katika uchaguzi wa mwaka wa 2032. Mambo ya maendeleo Governor Sesa ametaja, tutarudi hapa. Tuko na barabara ya kutosha hapa. Tuko na mambo ya stima, tuko na mambo ya masoko, tuko na mambo ya stadium. I am telling you for free. This government haitakosa agenda ya kuwatetea. Viongozi kutoka eneo hilo wakiendelea kumpigia debe Rais Ruto, huku wakiwataka wenzao wa upinzani kujiandaa kwa kuuza sera badala ya kuwachochea Wakenya dhidi ya serikali. And I want to say this, Your Excellency, I want you to go and tell the President and to tell you also here today that I have no regrets whatsoever as the Governor of Embu for having worked with the national government of the Republic of Kenya. And I want to thank you, my brother, and thank His Excellency the President for holding my hand through this journey so far. And because of working closely with the national government, Your Excellency, I'm happy. Certain things have come our way. Sebastian Maria, Undugu TV.